Na mwisho tunawanasihi kadhalika kina mama kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kina mama wengi hawasomi dini ya Mola wao, kina mama wengi hawasomi dini ya Mola wao, na wengi kikundi cha jai kimewabeba. Utawakuta kina mama na vijibao na matupa ya vyai na uji asubuhi, wakienda kuwasaidia wagonjwa, ili hali wakati mwingine hata mwanae hajanywa uji nyumbani. Naftana hata kama kaunywa uji nyumbani, mwanamke huyo anayetoka katika hali hizo na sura hizo na wanaume ikhtilat, nani amemhalalishia jambo hilo? Kadhalik mwanamke huyu anaingia katika mambo haya, mata tataallam din Allah azza wa jalla, lina anasoma dini ya Allah. Mwanamke huyu anasoma dini ya Allah. Wallahi wengi hawasomi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunawaomba na tunawanasihi na tunatoa kadhalika wasia kwa kina mama bil khusus kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi tunasema hadithi ambayo inaitwa ummul bab katika kukemea bid'a, mama wa mlango katika kukemea bid'a, ameipokea mwanamke mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Mama Aisha ndiye aliyesimulia hadithi hii kuonyesha kwamba mwanamke alielewa ubaya wa bid'a. Wanawake wa leo timu zao zimewajaa kina Kishki, zimewajaa kina Uthman Maalim, zimejaa kasida mbovu, huku wanaswali viwanja vya masalaf, huku ni wake katika nyumba za masalaf, huku wanahudhuria durus katika marakiz na vyuo vya kisalaf, na hizo ni hali zao. Hawapambanui kati ya watu wa bid'a na watu wa sunna, wala mashaikh wa kisalaf na mashaikh wa kibid'a, hawapambanui wala hawatofautishi. Aliyesimulia hadithi ya bid'a ni mwanamke mwenzanu, ni ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Hii ni dalili kwamba wanawake pia wanatakiwa kuchukua mazingatio